DSB Digital, haki na ukweli. Wakati namalizia mazungumzo yangu ya mchana, nitakuja kuzungumza kuhusu ceasefire. Nadhani wengi mnanisubiri kuhusu ceasefire ya pili, yani kwa nitakuzungumza, lakini nitalizungumza pia. Sasa katika mazungumzo yangu niliyozungumza mchana, mnakumbuka, nilimalizia na taarifa ya uwepo wa ziara ya waziri wa kigeni wa Saudi Arabia ambayo atatembelea ukingo wa Magharibi. Nikawaambia Faisal bin Farhan. Na kumbukeni nilichokizungumza mwishoni katika angalizo langu, nilisema kuwa ikiwa hii ziara itakwenda na itafanyika, ataingia na atatoka, basi mnatakiwa mfahamu kabisa kuwa mpango mzima unaratibiwa na Marekani na Israeli. Ikiwa kinyume chake, huu mpango hauratibiwi upande wa pili. Nadhani mmepata taarifa ya kile kilichotokea, kuwa ni taarifa moja ambayo nitawasomea hapa na imeandikwa na vyombo vya habari vingi. Inasema mawaziri wa nchi za Kiarabu wamelaani marufuku ya Israeli katika ziara iliyopangwa ukingo wa Magharibi. Israeli imekataa kushirikiana na mkutano wa Ramallah uliopangwa na mawaziri wa Jordan, Misri, Saudi Arabia, Qatar na Imarati. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi 5 za Kiarabu ambao walikuwa wamepanga kuzuru ukingo wa Magharibi unaokaliwa mwishoni mwa juma hili wamelaani uamuzi wa Israeli kuzuia kuingia kwao. Mawaziri hao wamelaani uamuzi wa Israeli kupiga marufuku ziara ya wajumbe hao kwenda Ramallah Jumapili kukutana na rais wa jimbo la Palestine Mahmoud Abbas. Wizara mambo ya nje ya Jordan ilisema katika taarifa yake ya Jumamosi. Mawaziri kutoka Misri, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu walitarajiwa kushiriki katika mkutano huo pamoja na Uturuki. Israeli mwishoni mwa juma ilisema haitoruhusu mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Kiarabu ambao wangehitaji idhini ya Israeli kusafiri hadi ukingo wa Magharibi unaokaliwa kutokea Jordan, kwa sababu Israeli inadhibiti mipaka na anga ya ardhi ya Palestina. Mamlaka ya Palestina ambayo, hiyo sasa taarifa ilitolewa na Israeli, ilisema mamlaka ya Palestina ambayo hadi leo haijalani mauaji ya Oktoba 7 ilikusudia kuandaa mkutano wa kichochezi wa mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi za Kiarabu huko Ramallah kujadili kuanzishwa kwa taifa la Palestina. Afisa huyo wa Israeli alisema Israeli haitashirikiana na hatua hizo zinazolenga kuidhuru au kudhuru usalama wake. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, Hussein al-Sheikh, naibu mwenyekiti wa Jumuiya ya Ukombozi wa Palestina PLO, alisema uamuzi wa Israeli ni kuongezeka kwa hatari ambayo inaonyesha kiburi, uchochezi na tabia isiyovumilika. Tunachunguza pamoja na ndugu zetu Waarabu jinsi ya kujibu uamuzi huu, aliandika. Hatua hiyo ya Israeli imekuja kabla ya mkutano wa kimataifa unaosimamiwa na Ufaransa na Saudi Arabia utaofanyika mjini New York Juni 17 mpaka 20 kujadili suala la kuwepo kwa taifa la Palestina. Israeli imekuwa katika shinikizo kubwa kutoka kwa Umoja wa Mataifa na nchi za Ulaya ambazo zinapendelea suluhu la mataifa mawili katika mzozo wa Palestina na Israeli, ambapo taifa huru la Palestina lingekuwepo pamoja na Israeli. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema siku ya Ijumaa kwamba kuitambua taifa la Palestina sio tu wajibu wa kimaadili, bali hili ni hitaji la kisiasa. Wiki iliyopita vikosi vya Israeli vilifyatua risasi karibu na msafara wa wanadiplomasia karibu na kambi ya wakimbizi ya Jenin katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa na kusababisha malalamiko ya kimataifa. Msafara huo ulijumuisha wanadiplomasia kutoka Umoja wa Ulaya, Uingereza, Urusi na Uchina. Sasa hii taarifa nilivyoisoma mmeielewa. Nilizungumza vizuri kabisa mchana, nikakupa indhar au nikakupa angalizo kwa kile ambacho kinaenda kutokea. Israeli ameota kiburi na ameota mapembe, kwa sababu wanaomotesha mapembe na kiburi hawajawahi kumkatia, kumnyonyesha. Yani unajua nyoka mwenye sumu na bado unampelekea unga, yani kuwa hawajawahi. Fikiria kuwa
Ni wiki mbili zilizopita, nadhani wiki jana, nililizungumzia swala la wanadiplomasia wa nchi za magharibi ambao walifyatuliwa risasi, na walikuwa wengi sana. EU ni nchi 27, wote walikuwepo. Lakini walikuwepo nchi nyingi ambazo zilikwenda, walifyatuliwa risasi. Walishia kufanya nini? Zaidi ya kusema kuwa watamuita balozi wa Israeli ajieleze na wachukue hatua. Hakuna kilichotokea, no action. Israeli anachokirudia ni kitu halisi, na hii nilitegemea bila wazi, na ingekuwa kinyume chake Israeli angekuwa na shiriki kwenye hiki kitu ambacho kinaitwa uwepo wa taifa la Palestina. Lakini nilitegemea kuwa kama Israeli hana mkono wake kwenye hili, basi na imani kwa 100% kuwa hii ziara haitokuwepo, hatoiruhusu, haitokuwepo. Ndio ambacho kimetokea. Lakini katika hili, kitu pekee ambacho kimenifurahisha, hizi nchi 5 zote ambazo zimetembelea, ambazo zilikuwa zinakusudia kutembelea kwa kutokea Jordan, yani Misri, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Falme za Kiarabu, tuiweke na ya 6 Uturuki. Hizi nchi still ni washirika wa Israeli mpaka sasa. Wote ni washirika wa Israeli. Kuna picha fulani ambayo unaweza ukaiona, mfano Qatar ina televisheni yake Al Jazeera, inafanya ukosoaji mkubwa kwa kila kinachoendelea, na imetufumbua macho kwa kila kitu kinachoendelea. Yani Qatar naweza nisema kama vile wanangata na kupuliza, kwa sababu Qatar anashirikiana na Israeli kuanzia uwekezaji wa Jared Kushner uliopo pale. Una fedha za mfuko wa wakfu ya Qatar ambao umewekezwa, ndio ule mfuko ambao leo hii unaenda kufadhili ujenzi mpya wa makazi ya walowezi. Nadhani kama umenisikiliza kwenye kipindi cha Chekeche muda mchache uliopita, nimeeleza kwa kina sana kuhusu ile settlement, yani kuhusu walowezi, kuhusu makazi ya walowezi, maana yake na jinsi yalivyowekwa na utaratibu wake. Nimeeleza kwa kina kupitia kipindi cha Chekeche kama umekifuatilia muda mchache uliopita. Nimesema sasa ufadhili wa hii miradi mfano ya makazi ya walowezi unasimamiwa na Jared, mkwe wa Donald Trump, mwandishi wa mkataba wa Abraham, chini ya ufadhili wa wakfu ya Qatar, Saudi Arabia, Imarat. Hawa ndio wafadhili wakuu. Sasa katika vyote vilivyonifurahisha katika hii ziara ni kuzuiliwa kwa hawa mawaziri 3 katika hizi nchi 5. Ni juzi tu wametoka kumzawadia Trump kila sifa. Nje ya sifa umempa mabilioni ya dola. Sasa si bahati mbaya kilichofanyika, si kwamba hapakuwa na taarifa ya ziara. Taarifa hii ya ziara ilikwenda hadi kwa baba yake Marekani, alikuwa na taarifa. Maana yake kuwa Marekani anajua tabia za mtoto wake Israeli. Kama Marekani angetaka hii ziara ifanyike, wangeifanya na Israeli isingewazuia, wangeingia. Ingekuwa kweli Marekani amebariki hili kwa nendeni. Lakini huu mpango wa Israeli una baraka zote za Marekani, na hapo Marekani ndio anakaa pembeni anawacheka kuwaona kuwa hawa kweli walijichanganya, kwa sababu ni juzi wametoka kusaini na kuidhinisha mabilioni ya dola kwa ajili ya kupeleka Marekani. Leo hii wanafanya ziara kwenye nchi ambayo yule ambaye walimzawadia mabilioni ndio mwenye sauti kwenye hiyo nchi, lakini wanazuiliwa, hakuna ziara mnaoifanya. Sasa wanatakiwa wajitathmini. Kama wao wanaamini kuwa adui wa Israeli ni Mpalestina, basi wanatakiwa wajitathmini pia wao kuwa je, ni kweli adui wa Israeli ni Mpalestina, au hili swala ni la kuwa tunaenda awamu kwa awamu kwa ile tabia ambayo Marekani anaifanya Mashariki ya Kati, kuwa anatoka kwa Mwarabu huyu anakwenda kwa Mwarabu huyu, anakwenda kwa Mwarabu huyu anakwenda kwa Mwarabu huyu, yani ni zamu kwa zamu kulia tunapeana. Sasa hii ni funzo kwao, na tunasubiri sasa tuone. Manake wanasema wanakaa wanatathmini waone watachukua hatua gani. Kama wale wa magharibi ambao wanafadhili vita yote, ambao vita wameibeba mgongoni, ambao hawajawahi kuweka hata vikwazo kwa Israeli, wana diplomasia wao walifyatuliwa risasi hapo Jenin. Walifyatuliwa risasi Jenin, no action. Hakuna hatua zozote, waliishia kupiga kelele na kuonyesha kuwa tumelani hili tukio ni baya, halitakiwi kurudiwa, na Israeli fanya nini, tutaita mabalozi wake wajieleze. Israeli ameshajua kila mmoja uwezo wake ulipo na nguvu yake ilipo. Kwa hiyo
mtu pekee au kiumbe pekee ambaye anaweza akamtikisa na kumsikiliza ni Marekani pekee, kuwa huyu ndio baba yangu, mfadhili wangu mkuu. Huyu baba yangu, hata kama wengine wote watanitenga, mradi niko na baba yangu, hakuna chochote kitachobadilika. Lakini hata hao wengine wanabweka pembeni, wanabweka kwa maneno lakini hawana action. Kuwa unaona Ujerumani, unaona Uingereza, unaona Ufaransa, ni kama vile zinapumbaza watu. Sasa unaona Uingereza inagombana na raia wake kwa sababu raia wanataka kuchukua hatua zaidi, kwa sababu wamefahamu kuwa serikali inatupumbaza. Kwa hili swala linaitwa la inatupumbaza, lakini hakuna kitu cha ukweli inachokiongea. Ndio maana unaona kama raia. Sasa kwa hiyo kama nimeona juzi Ujerumani wanasema wanaangalia upya uwezo wa nini, mpango wao wa kupeleka silaha Israeli kama waamue kusitisha. Kwa hiyo wanataka kurudi kuja kutudanganya kama vile alivyotudanganya huyu Uingereza kuwa yeye amekata usaidizi wote wa kijeshi. Lakini kiuhalisia sio kweli, hawa wote ni waongo. Hawa wote lao ni moja. Huu ni mpango wa muda mrefu na ni mpango endelevu ambao unaratibiwa kwa vyovyote. Sasa hapa cha kujicheka tu ni kuwa wajicheke hawa Waarabu waliotoka kutoa mabilioni ya fedha kwa Marekani ambaye ni mfadhili mkuu wa hiyo vita, lakini mtoto wake tu amegoma hata wao kutembelea nyumbani, kwenye nyumba ya aliyoivamia. Marufuku kusogea hapa, na baba yake hazungumzi lolote, kuwa manake na yeye yupo kwenye huu mpango kwa sababu mara zote Marekani amekwamisha uwepo wa taifa linaitwa Palestina. Hata walivyoenda kupiga kura, alitumia kura yake ya turufu. Mwaka jana kaitumia kura ya turufu mara 3 dhidi ya kuilinda Israel, dhidi ya kuzuia kitu kinaitwa taifa la Wapalestina. Ndio nashangaa pale Saudi Arabia inaposema inaongoza mapambano ya kuwepo wa ujenzi wa taifa la Wapalestina. Saudi Arabia hiyo, wakati Saudi Arabia inakutana na Marekani, inakaa Marekani hana agenda hiyo, na wala hakuna pressure yote Marekani anapeleka kwa Israeli kuwa ni lazima uruhusu iwepo taifa la Palestina. Sasa ulimwengu unavyopiga kelele kuhusu taifa la Palestina na watu wanafahamu kuhusu haki za Wapalestina kwa kiwango kikubwa. Nadhani mnaziona interview nyingi sana kwa media za magharibi hivi sasa zimebadilika. Hata kina Piers Morgan umeona wamebadilisha toni, wanazungumza vitu vingine. Leo hii wanawabana maswali sawa sawa viongozi wa Israeli, wanawabana kwa nini hiki kitokea hivyo. Yani sasa wamekuwa mbwai, wanazungumza sasa wazi, kukosoa wazi. Kila kitu wanaona kama kimebadilika kwa nafasi yao. Unaona kuwa dunia imebadilika, lakini kuna wengine huku hakuna chochote ambacho wamebadilisha. Wao wanaendelea kufadhili kila kitu kinachotokea. Sasa hili la mabadiliko ambayo yanaenda kwa kasi, na leo watu wanazungumza kuhusu uwepo wa taifa la Palestina. Uwepo wa nini? Ukirudi kwenye main source utakumbuka kuwa ni shambulizi la Oktoba 7. Ndio main source. Hamas wamesababisha nini? Hamas wamesababisha vifo vya raia ambao Israeli amewaua zaidi ya 50,000. Lakini ikiwa kuna mjadala mkubwa kuhusu uwepo wa taifa la Palestina, nani atakuwa amesababisha? Kule Algeria ni mamilioni ya watu walikufa kabla ya wao kupewa uhuru. Na historia ya uhuru duniani ni historia ya kafara sehemu nyingi. Ni historia ya damu na visasi sehemu nyingi. Kina Mandela wali struggle kweli. Historia ya uhuru duniani kwa 90% ya historia ya uhuru duniani umepiganwa ukatafutwa uhuru, na watu walikufa. Kwa hiyo hili swala la Hamas, hata kama Hamas wataondoka Gaza, wapotee kabisa, wasiwepo, ila kama kutakuwepo na taifa la Palestina, wao watakuwa ni washindi. Au hata kama watakuwa wamesogeza ile agenda kwa kiwango cha hali ya juu kuwepo kufikiwa taifa la Palestina, bado pia wameifanya kazi kubwa, kwa sababu kama kusinge kutokea kitu kinaitwa shambulizi la Oktoba 7 la 2023, leo hii tunazungumza kuwa tayari kungekuwa na uhusiano wa kidiplomasia kati ya Saudi Arabia na Israeli, na ndio kitu kinaitwa Palestina kingekuwa kimekufa rasmi. Hakuna, kisingekuwepo kabisa, kisingekuwepo.